Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ukiwa nje mipaka Tanzania. Karibu mwanamichezo mwenzangu, tukae chini tuketi tuzungumze ya kimichezo yanayojiri siku ya hii leo, ikiwa ni Oktoba 15 ya mwaka 2025. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba tayari kimeshaweza kujiandaa na kuweza kwenda kuwakabili klabu ya Nsingizini pale nchini Eswatini. Lakini taarifa kutoka shirikisho la mpira barani Afrika CAF limeweza kutoa taarifa kuelekea katika mchezo huo, mchezo wa mkondo wa kwanza kombe la klabu bingwa barani Afrika, Simba dhidi ya Nsingizini, mchezo ambao utapigwa katika dimba huko nchini Eswatini Oktoba 19 ya mwaka 2025. Taarifa kutoka CAF leo asubuhi zimeeleza kwamba kuelekea katika mchezo huo, Nsingizini pamoja na klabu ya Simba Sports Club Tanzania, mchezo huo utaenda kupigwa pasipo kuwa na mashabiki uwanjani. CAF wameweza kutoa taarifa hiyo baada ya kusema kwamba wenyeji hao Nsingizini hawatoweza kuruhusiwa kuingiza mashabiki kuelekea katika mchezo huo. Taarifa zikieleza kwamba CAF wametoa sababu zilizoweza kufikishwa kwenye mamlaka soka hapo nchini Eswatini. Shirikisho la mpira FA Nsingizini ama pale nchini Eswatini limeweza kutoa taarifa kuwapelekea shirikisho la mpira barani Afrika kuelekea katika mchezo huo. CAF, tunaomba mchezo huo kusiwe na mjumuisho kuingiza kwa mashabiki ikiwa nchi hiyo inaenda kukabiliwa na kuelekea katika uchaguzi mkuu kwenda kuwachagua viongozi mbalimbali wa serikali ya Eswatini. CAF baada ya kuweza kupokea taarifa hiyo na kuweza kuifanyia kazi taarifa hiyo, kwa maana ya kwamba CAF wameona sababu hizo ni sababu za msingi, na mpira siku zote ni mpira fair play. Mpira si uadui, mpira si chuki, bali mpira ni afya, pamoja mpira ni urafiki. CAF sababu ambazo zilizoainishwa na shirikisho la mpira FA hapo nchini Eswatini kusema kwamba mchezo huo utaenda kuwakusanyisha vijana wengi, makundi mbalimbali, na kipindi hiki nchi hiyo inaenda kukabiliwa kwa uchaguzi mkuu kwenda kuwachagua viongozi wa serikali na rais wa taifa hilo la Eswatini. Nchi hiyo inakabiliwa na vurugu za hapa na pale. Vurugu hizo, shirikisho FA nchini Eswatini wamesema kwamba kama mchezo huo utaenda kupigwa kuingiza kwa mashabiki, pia itaenda kusababisha kuwepo na makundi mengi ya vijana katika uwanja huo. Kutakuwa na mambo mbalimbali yatakayoendelea tofauti na kile ambacho walichoweza kukifata katika mchezo huo. Sababu hizo zimeweza kuwapelekea FA hapo nchini Eswatini kuweza kuwaandikia barua shirikisho la mpira barani Afrika kuwaomba kwamba mchezo huo kusiwe na idadi ya mashabiki kuingiza. CAF sababu hizo ambazo wao walizoziona kwamba kwao ni sababu za msingi wameweza kulipitisha na kuona labda sababu hizo zinaweza kuwa ni sababu za msingi. CAF leo asubuhi wameweza kuwatumia barua shirikisho la mpira hapo nchini Eswatini na kuweza kukabidhiwa kwa nyaraka hizo viongozi wa klabu hiyo ya Nsingizini, kusemekana kwamba mchezo wao hautapigwa na mashabiki. Siku za hivi karibuni klabu ya Nsingizini walishaanza kuuza tiketi wauzia mashabiki wao, na moja kati ya afisa kutoka klabu ya Nsingizini leo asubuhi nilikuwa nikizungumza naye kwa njia ya kuchat, akinieleza kwamba na kunithibitisha taarifa hizo ni taarifa za ukweli, taarifa ambazo zisizokuwa na ukizani. Nilimuuliza kwamba wale mashabiki ambao mliokuwa mmewauzia tiketi kuelekea katika mchezo huo, mchezo ambao utaenda kupigwa Oktoba 19, utaratibu ukoje? Pia amenijibu kwamba mchezo huo hautaingiza mashabiki, na wale ambao walioweza kununua tiketi kabla kutoka taarifa hiyo ya CAF kuto kukubali ama kuingiza mashabiki kuelekea katika mchezo huo, wale walionunua tiketi zao zitaenda kufidiwa
katika mashindano mengine, hususan mashindano ya ligi kuu hapo nchini Eswatini. Lakini pia afisa huyo wa klabu hiyo ya Nsingizini pia akijaribu kunihakikisha Eswatini, shirikisho la mpira FA Nsingizini ama pale nchini Eswatini limeweza kutoa taarifa kuwapelekea shirikisho la mpira barani Afrika kuelekea katika mchezo huo. CAF, tunaomba mchezo huo kusiwe na mjumuisho kuingiza kwa mashabiki ikiwa nchi hiyo inaenda kukabiliwa na kuelekea katika uchaguzi mkuu kwenda kuwachagua viongozi mbalimbali wa serikali ya Eswatini. CAF baada ya kuweza kupokea taarifa hiyo na kuweza kuifanyia kazi taarifa hiyo, kwa maana kwamba CAF wameona sababu hizo ni sababu za msingi, na mpira siku zote ni mpira fair play. Mpira si uadui, mpira si chuki, bali mpira ni afya, pamoja mpira ni urafiki. CAF sababu ambazo zilizoainishwa na shirikisho la mpira FA hapo nchini Eswatini kusema kwamba mchezo huo utaenda kuwakusanyisha vijana wengi, makundi mbalimbali, na kipindi hiki nchi hiyo inaenda kukabiliwa kwa uchaguzi mkuu kwenda kuwachagua viongozi wa serikali na rais wa taifa hilo la Eswatini. Nchi hiyo inakabiliwa na vurugu za hapa na pale. Vurugu hizo, shirikisho FA nchini Eswatini wamesema kwamba kama mchezo huo utaenda kupigwa kuingiza kwa mashabiki, pia itaenda kusababisha kuwepo na makundi mengi ya vijana katika uwanja huo. Kutakuwa na mambo mbalimbali yatakayoendelea tofauti na kile ambacho walichoweza kukifata katika mchezo huo. Sababu hizo zimeweza kuwapelekea FA hapo nchini Eswatini kuweza kuwaandikia barua shirikisho la mpira barani Afrika kuwaomba kwamba mchezo huo kusiwe na idadi ya mashabiki kuingiza. CAF sababu hizo ambazo wao walizoziona kwamba kwao ni sababu za msingi wameweza kulipitisha na kuona labda sababu hizo zinaweza kuwa ni sababu za msingi. CAF leo asubuhi wameweza kuwatumia barua shirikisho la mpira hapo nchini Eswatini na kuweza kukabidhiwa kwa nyaraka hizo viongozi wa klabu hiyo ya Nsingizini, kusemekana kwamba mchezo wao hautapigwa na mashabiki. Siku za hivi karibuni klabu ya Nsingizini walishaanza kuuza tiketi wauzia mashabiki wao, na moja kati ya afisa kutoka klabu ya Nsingizini leo asubuhi nilikuwa nikizungumza naye kwa njia ya kuchat, akinieleza kwamba na kunithibitisha taarifa hizo ni taarifa za ukweli, taarifa ambazo zisizokuwa na ukizani. Nilimuuliza kwamba wale mashabiki ambao mliokuwa mmewauzia tiketi kuelekea katika mchezo huo, mchezo ambao utaenda kupigwa Oktoba 19, utaratibu ukoje? Pia amenijibu kwamba mchezo huo hautaingiza mashabiki, na wale ambao walioweza kununua tiketi kabla kutoka taarifa hiyo ya CAF kuto kukubali ama kuingiza mashabiki kuelekea katika mchezo huo, wale walionunua tiketi zao zitaenda kufidiwa katika mashindano mengine, hususan mashindano ya ligi kuu hapo nchini Eswatini. Lakini pia afisa huyo wa klabu hiyo ya Nsingizini pia akijaribu kunihakikishia kwamba waandishi wote watakaoweza kusafiri kutoka katika mataifa yao waje waandishi wachache, kila chombo aje mtu mmoja mmoja, kwa maana kwamba haitaruhusiwa kuwa na kundi kubwa la waandishi kuingia katika uwanja huo. Hiyo ndio taarifa kutoka huko nchini Eswatini, na taarifa zikieleza kwamba shirikisho la mpira barani Afrika limeweza kuthibitisha na kusema kwamba mchezo huo hautaenda kuchezwa pasi kuwepo na mashabiki uwanjani. Hii pia ni moja kati ya advantage kubwa sana kwa upande wa kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kwenda katika mchezo huo pasipokuwa na mashabiki kwenda kuingiza, ama klabu hiyo Nsingizini kuto kuingiza mashabiki kuelekea katika mchezo huo. Mchezo uliopita Simba dhidi ya Gaborone uliopigwa hapa Septemba 28 katika dimba la Benjamin William Mkapa, mchezo ulipigwa pasipo kuwa na mashabiki. Simba walikumbwa na adhabu
iliyokuwa ikiwafanya wao kutokwenda kuruhusu kuingiza kwa mashabiki. Vurugu walizozifanya katika mchezo wa fainali dhidi ya Berkane, CAF waliweza kutoa adhabu kwa upande wa Simba. Mchezo wa marudiano dhidi ya Nsingizini, mchezo huo utapigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Mchezo huo utaingizwa kwa mashabiki, kwani ile adhabu iliyokuwa ikiwakabiri klabu ya Simba Sports Club Tanzania, adhabu hiyo tayari imeshaweza kumalizika. Huko nchini Eswatini bado mambo yanaendelea kuwa mazuri. Uongozi wa klabu ya Nsingizini, baada tu ya kupelekewa hiyo taarifa kwamba mchezo wao hautaingizwa kwa mashabiki siku ya Oktoba 19, viongozi walijaribu kulifuatilia hilo jambo kwa karibu zaidi, kuona labda waingize hata mashabiki wachache pasipo kuingiza kwa mashabiki wengi. Kwa taarifa tu ambazo pia nilizozikamata kutoka huko nchini Eswatini, shirikisho la mpira hapo nchini Eswatini FA limewaeleza viongozi wa klabu ya Nsingizini kwa maana kwamba CAF wanafuata kile ambacho walichokuwa wamekiomba, huku viongozi wa klabu walitaka sababu zilizoweza kupelekea CAF kwenda kuwafungia kuto kuingiza kwa mashabiki hao. Shirikisho FA la nchini Eswatini limewaeleza kwamba viongozi wa klabu ya Nsingizini, sababu ambazo wao walizozipelekea nchi hii inaendelea kwenda kukumbwa na swala zima la uchaguzi Oktoba hii, na wao pia nchi yao imeingia katika mikusanyiko ya vurugu za hapa na pale. Sababu hizo FA nchini Eswatini wameziona kwamba ni sababu za msingi. Wao wamelithibitisha hilo na kusema kwamba mchezo huo usiende kuingizwa kwa mashabiki kuelekea katika mchezo huo. Juhudi na jitihada zinazoendelea kwa hivi sasa, viongozi wa klabu ya Nsingizini pamoja na FA nchini Eswatini wapo katika mchakato wa kuwaomba kuruhusu hata mashabiki wachache ambao watakaoenda kuingia kuwapa sapoti klabu hiyo ya Nsingizini. Lakini shirikisho la mpira hapo nchini Eswatini limeweza kuwakatalia ombi ambalo wao wameliomba kwamba FA waruhusu kuingiza kwa mashabiki angalau wachache kuelekea katika mchezo huo. Sababu ambazo wao shirikisho FA hapo nchini Eswatini walichokieleza si sababu tu ya maradhi ama ugonjwa kama kile kipindi kilichokuwa kimekumbwa na corona Afrika pamoja na duniani kwa jumla. Sababu ambazo wao wameziainisha ni kukataa vurugu na kukataa mikusanyiko ya vijana kuelekea katika mchezo huo. Hata kama watakubali kuingiza mashabiki wachache, lakini pia kutakuwa na idadi kubwa ya watu, na yale ambayo wale wasiokuwa wanayahitaji kuwepo kwa makundi na mikusanyiko ya watu huenda yataenda kukusanyika hata kama kuingizwa kwa mashabiki wachache. Huko viongozi wa klabu ya Nsingizini wamekubali baada ya kufuatilia kwa karibu zaidi na juhudi zao zimeweza kugonga mwamba. Hii ni Game On. Mimi naitwa Mpekuzi.com.